Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwanza kuhusu Yao ni mchezaji wa Young African Sports Club. Ni mchezaji halali mwenye mkataba wa Young African Sports Club. Ila Yao aliondolewa kwenye registration kwa sababu alipata majeraha. Kwa hiyo ni mchezaji wa Yanga. Yaani inaanzia kwamba Yao ni mchezaji wa Yanga, sio mchezaji mpya. Ni mchezaji wa Young African Sports Club mwenye mkataba na mchezaji anayelipwa kila mwisho wa mwezi. Lakini tulimtoa kwenye usajili kwa sababu alikuwa na majeraha. Sasa swali lako unasema akishapona hiyo Januari au Februari, namba moja, ripoti ya mwalimu inasemaje? Anamhitaji Kwasi Atola Yao au hamuhitaji? Na kama anamhitaji, patakuwa pana watu watatu kwenye eneo hilo. Atakuwepo Yao, atakuwepo Izra, atakuwepo na Kibwana. Je, mwalimu anaona kuna ulazima wa kuongeza mtu wa watatu au atapunguza mtu? Jambo la kwanza, Kwasi Atola Yao, tunachosubiri sasa hivi ni ripoti kutoka kwa fitness coach. Mchezaji ambaye ametoka kwenye injury ni ngumu mno kumkadiria kwamba akishapona atarudi. Hakuna doubt kuhusu quality ya Yao. Hamna mwenye doubt hiyo. Sio mimi, sio wewe, sio mtu mwingine yoyote. Even coach Pedro anajua quality ya Yao. Lakini hapa tunazungumza kuhusu mchezaji kutoka kwenye injury kubwa kama ya Yao na kurudi kwenye quality yake ambayo yuko nayo. Sometimes inatokeaga wachezaji wa namna hii wanachukua miezi mingine kwenye pitch kurudi kwenye quality yao. Yaani anapona alafu anahitaji muda wa kucheza sana ndio upate quality yake. Kwa now tunasubiri ripoti ya fitness. Ikituambia kwamba mchezaji huyu ameshakamilika 100%, mwalimu atakuwa na namna yake ya kumchunguza Yao tactically sasa, kuangalia level yake imefika wapi. Alafu yeye atogea sisi recommendation yake. Kama sasa huyu mnaweza kumuingiza kwenye usajili, nitamtumia. Sasa hivi si hayupo? Si tunamlipa, si mchezaji wetu? Hatuna shida na hilo. Kwa hiyo ikifika January, dirisha linavyoendelea, uongozi utasubiri recommendation ya mwalimu kuhusu Kwasi Atola Yao. Amefika kwenye level anayohitaji yeye, tumuingize kwenye usajili au tumuache aendelee kufanya naye mazoezi au tumtoe kwa mkopo apate muda wa kucheza. Yote yanaweza kutokea hayo. It depend na nini mwalimu atakirecommend kwa Kwasi Atola Yao. Nafikiri nimejibu vizuri swali lako. Swali la pili, Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.